Good afternoon, my viewers. Hamjambo By the grace of God, na kwa neema ya Bwana I'm going to share the word of God. naenda kushiriki neno la Bwana. We are Full Gospel Churches of Kenya, Sisi ni Full Gospel Churches of Kenya, Faith Cathedral Local Church Assembly, katika LCA ya Faith Cathedral, under the leadership of Reverend Dr. Benson Wagema. chini uongozi wa Daktari Reverend Benson Wagema. And we appreciate you once more Na tunawashukuru tena because of joining us every day kwa sababu ya kujumuika nasi kila siku as we share the word of God. tunaposhiriki neno la Bwana. You are a blessing to us. Nyinyi ni wa baraka kwetu. And we want to pray so that we can read the word of God. Tunataka kuomba ili tukaweze kushiriki neno la And I Bwana. believe that the Holy Spirit is with us today. Naamini ya kwamba Roho wa Bwana yu pamoja nasi siku ya leo. Our God and our Father, we want to thank you. Mungu wetu na Baba yetu, tunataka kukushukuru. We honor your holy name. Twaliheshimu jina lako. Thank you for being our Father and our caretaker. Asante kwa kuwa Baba yetu na mwangalizi wetu. Let the blood of Jesus Wacha damu ya Yesu Kristo continue to sanctify us iendelee kututakasa as you use us as vessels, unapotutumia kama vyombo, that your people may be strengthened, ili watu wako waweze kutiwa nguvu, that you may put hope in your people, ili ulete tumaini katika watu wako, and that you may bring restoration to the church of na Christ. ulete urejesho katika kanisa lako. As we share the word with our viewers, Tunaposhiriki neno na watazamaji wetu, may you help each and every one of us. saidia kila mmoja wetu. Give us illumination of your word. Utusaidie kuelewa neno lako In the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu make Kristo. us doers of your word. Tufanye watendaji wa neno And we lako. commit this service before you, Lord, Tuwakabidhi mkutano huu mikononi mwako, as we lift up your banner, Jehovah Nissi. tunapoinua bendera yako Jehova Nisi. And we declare there is no God like you. Tunatangaza ya kwamba hakuna Mungu kama In wewe. Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. So the title of the message Kichwa cha ujumbe wa siku ya leo, is Avoiding Self-Inflicted Suffering. kuzulia mateso ambayo ni ya kujiletea. So the Bible says that we should count it all joy Biblia inasema ya kwamba tuweze kuhesabu kuwa furaha when we undergo through diverse temptations. wakati tunapitia katika mateso tofauti. That's what the Bible says in the book of James 1:2. Hivyo ndivyo Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo 1. But it is good to ask ourselves, Lakini vizuri kujiuliza, is it every suffering? ni ya kwamba ni kila jaribu, Or let us frame this way. ama wacha tuiseme kwa njia hii, Should every Christian undergo temptation ya kwamba ni vizuri kila Mkristo kupitia majaribu or trials for this ama, matter? ama mateso kwa njia hii? Is it normal Ni kawaida for a Christian to go through temptations and trials? ili Mkristo kupitia katika majaribu na katika mateso? The answer is yes, it is normal. Ya kwamba jawabu ndiyo, And ni kawaida. and that is why James is saying that we should count it joy. Na ndiposa Yakobo anasema tuhesabu kuwa furaha. But there are other kinds of sufferings Lakini kuna majaribu mengine that comes as a result of ourselves. inakuja kama matukio yetu sisi wenyewe. So it's not every suffering Kwa hivyo si kila jaribu that we are supposed to undergo through. ambao tunapaswa kupitia. There are things that we do as Christians or as people Kuna mambo tunafanya kama Wakristo ama kama watu which lead us to suffering. ambayo inatuelekeza kwa majaribu. And that is what we want to deal with this Ndio afternoon. nataka tukaweze kushughulikia mchana wa And leo. one of the things that can make you to suffer Kwa jambo moja ambalo linaweza kufanya wewe ukapatwa na majaribu is ill advice from other people. ya kwamba ni kupokea mawaidha kutoka kwa watu wengine. So there are advices that you receive from friends, relatives and other people. Kuna mawaidha utapokea kutoka kwa marafiki ama ushauri kutoka kwa marafiki na watu wengine, Which results into problems. ambayo hii matokeo yake itakuwa ni shida. When you read Genesis 16:1-2, Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 16 yake ya Bible kwanza, says that now Sarai
Biblia inasema Sarai, Abraham's wives, mke wake Abraham, had borne him no children, hakuwa na mtoto, but she had an Egyptian maid servant lakini alikuwa na mjakazi wake named Hagar. aliyeitwa Hagai. So she said to Abram, Na akamwambia Abrahamu, the Lord has kept me from having children. ya kwa Bwana amefanya nisiweze kupata watoto. Go sleep with my maid servant. Enda mlale pamoja na mjakazi wako, Perhaps I can build a family through her. pengine naweza pata uzao kutoka kwake. God had spoken to Abram Mungu alikuwa amemnenea Abrahamu in Genesis chapter 15 and verse 4. katika kitabu cha Mwanzo 15 And mstari wa he had 4, assured him na alikuwa amemhakikishia that he would bless him with a son. ya kwamba atambariki na kijana. So in chapter 16, Katika hiyo that is 16, in a short span of time, hiyo tu ni muda mfupi tu, we see Sarai, his wife, giving him a wrong advice, tunaona ya kwamba Sarai akimpea mmewe mashauri telling him mabaya to go and sleep with her maid servant. na kumwambia kwamba walale na Hagai. That was an ill advice, Hiyo ilikuwa ni mawaidha mbaya which brought many troubles later. ambayo ilileta shida nyingi baadaye. Because we see that Abraham had pain Tunaona ya kwamba Abrahamu alikuwa na sending uchungu Hagar and Ishmael away. wakati wa kumfukuza Hagai na mtoto. It was not a simple thing. Halikuwa ni jambo ambalo ni rahisi. Remember, this was his own son. Kumbuka, huyu alikuwa ni mtoto wake, But because he was not in a covenant, lakini kwa sababu kwa kwenye agano and it was not in God's plan, na haikuwa katika mpango wa Mungu, Abraham had to tell them to move away. Abraham lazima angewafukuza, waambie waende, Because of a wrong advice. ni kwa sababu ya mashauri mabaya. So never accept a wrong advice. Usiwahi kubali mashauri ambayo sio mazuri. Stick to what is good and what is godly. Shikilia kile ambacho ni kizuri na ambacho ni cha Mungu. Because of the ill advice of Sarai, Kwa sababu ya mawaidha maovu ya Sarai, even the world is suffering today. hata ulimwengu unateseka hata sasa. Because of the Mohammedans and the Christians, Ni kwa sababu ya Muhammad na Wakristo. there is always a war. Kuna vita tu, And there was a war between Ishmael and Isaac, na kulikuwa na vita kati ya Ishmaeli na just because of Isaka, an ill advice. na ni kwa sababu tu ya mashauri mabaya. So another thing that can make you to suffer Jambo lingine linaweza kuchangia mtu apatwe na jaribu is lack of honesty and truthfulness. ni ukosefu wa haki na kweli, And this made Jacob to suffer. na ilimfanya Yakobo kuteseka. He lied that he was Esau, Alidanganya kuwa yeye ni Esau, the firstborn. ambaye ni mzaliwa wa kwanza. In Genesis 27:16, Katika Mwanzo 27:16, the Bible says that his mother covered his hands and the smooth part of his neck with a goat skin. Biblia sema ya kwamba mama yake aliweza kumfunika kwa ngozi ya kondoo, kwa upande ambao ni laini. He also took the taste of food to his father Isaac, Na akachukua chakula ambacho ni kizuri kwa baba yake, thereby taking the blessings of the firstborn. ili achukue baraka za mzaliwa wa kwanza. Later on, the sons of Jacob Baadaye wana wa Yakobo deceived him about the death of Joseph, his most loved son. waliweza kumdanganya juu ya mtoto wake Yusufu aliyempenda In sana. Genesis 37 and verse 31. Katika Mwanzo 37:31. So you see that kind of dishonesty is recurring after many years. Unaona, hiyo hali ya kutokuwa na ukweli inaweza kuenenda miaka mingi. And Joseph was so loved by Jacob. Na Yusufu alipendwa sana na Yakobo. And the sons deceived him. Na watoto wake wakamdanganya. The Bible says that they got Joseph's robe, Biblia sema ya kwamba wakachukua vazi ama kanzu ya Yusufu, slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. wakamchinja mwanakondoo, wakaichovya kanzu yake kwenye damu. They took the ornamented robe back to their father, Wakachukua ile kanzu ya Yusufu yenye mapambo, and said, "We found this. wakampelekea baba yake na wakamwambia, tumepata hii. Examine
to see whether it is your son's robe. ili aweze kuchunguza kweli kama ni vazi la mtoto wake Praise Yusufu. the name of the Lord. Jina la Bwana So there lisifiwe. are lies that will come after many years, Kuna uongo utatukia baada ya siku nyingi, and people may suffer. na watu wanaweza kupatwa na Actually, people taabu. suffer because of such deception. Watu wanahangaika kwa sababu ya udanganyifu wa aina hiyo. The sons of Jacob sold Joseph and lied that he was killed by a ferocious animal. Wana wa Yakobo waliweza kumdanganya baba yake ati ya kwamba Yusufu ameliwa na wanyama wakali. And the Bible says that Jacob mourned for many Na years. Biblia inasema ya kwamba Yakobo aliomboleza kwa siku nyingi. He had even declared Na hata alikuwa ametangaza that he would mourn until he goes to the grave. ya kwamba ataomboleza hadi wakati ataenda kaburini. A lie of today Uongo wa siku ya is a leo problem of tomorrow. ni shida ya siku ya kesho. You know, Jacob suffered a lot Unajua Yakobo aliteseka sana until when he met his son Joseph in Egypt. hadi wakati alikutana na Yusufu pale Misri. So another thing that can make you to suffer Jambo lingine ambalo linaweza changia wewe kuteseka is breaking the covenant. ni kuvunja agano. It can lead you to suffering. Inaweza kukuletea shida. Samson was a Nazarite, Ya kwamba Samsoni alikuwa and he Mnazarini was not supposed to take wine na hakupaswa kukunywa or divai even be shaved. ama aweze kunyolewa. God had called him to deliver Israelites from the Philistines, Mungu alikuwa amemuita kukomboa wana wa Israeli kwa Wafilisti, because that nation was under an oppression. kwa maana taifa lile lilikuwa chini ya utumwa. So there was importance of a covenant Walikuwa katika maagano between Samson's parents kati ya wana wa mzazi wa Samsoni and Manoah and also God himself. Manoa na hata Mungu mwenyewe. And he was given those strict instructions Na alipewa ushauri ule na Mungu not to go against that. asiende kinyume naye. However, he broke the terms of the covenant Lakini aliweza kuenda kinyume na maagano when yale. he befriended Delilah, the prostitute. Wakati alipendana na Delila ambaye ni kahaba. And Delilah made him to reveal the secret of his Na strength. Delila alimfanya kufunua siri yake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana The lisifiwe. Bible says in Judges 16 Biblia inasema katika kitabu cha Waamuzi and verse 16 19 to 20 aya yake ya 19 na that 20 having put him to sleep on her lap, ya kwamba alimfanya akaweze kulala kwenye mapaja yake. she called a man to shave off the 7 braids of his hair, Akamwita mtu ili aweze kunyoa nywele zake, and so began to subdue him, na akaweza kumnyenyekeza, and his strength left him. na nguvu zikaweza kumtoka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana As the lisifiwe. Bible continues to speak, Biblia inaendelea na kusema he awoke from his sleep ya kwamba akaamka kutoka usingizi wake and thought to himself, na akafikiria ndani yake, I will go out as before nitatoka niende nje kama ilivyo kawaida and shake myself free. na kujiweka huru. The Bible says, Biblia inasema but he did not know that the Lord had left him. ya kwamba hakufahamu kwamba Mungu ameshamwacha. You know, someone is able to know when the anointing is coming, Mtu anaweza kufahamu wakati upako unamshukia, but nobody knows when the Lord leaves him. lakini mtu hafahamu wakati Mungu anaondoka. It is not good to get accustomed to Si vizuri kuwa na ule uzoefu wa the anointing that the Lord has bestowed upon you, upako ambao Mungu ametia ndani yako. because Samson Maana Samsoni got used to that anointing, alizoea upako ule, and that is why he is saying na ndiposa hata that anasema I will shake off ya kwamba nitainuka na just as kutingisha usual. kama ilivyo kawaida. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You know, the spirit of familiarity Unajua ile roho ya uzoefu is a very bad thing, ni roho ambayo ni mbaya sana, because it leads you to break the covenant that you have with your God. maana inakuelekeza kuvunja agano ambalo uko nalo na Mungu wako. Never be familiar with your God. Usiwe na uzoefu kwa Mungu wako. Know that our God is a mighty God, Jua ya kwamba Mungu ni Mungu mkuu, and he sticks to his condition
foundations of the na covenant. yeye anashikilia magano ya agano lake. Everybody has a weakness. Kila mtu ana udhaifu At wake. least everybody has one weakness. Kila mtu ana udhaifu hata kama ni mmoja. But you can control that weakness. Lakini unaweza kudhibiti You know why people are not overwhelmed by their weakness? Unajua kwa nini watu hawatishwi na udhaifu wao? Is because of the anointing. Kwa sababu ya upako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. When the anointing of the Lord is high, wakati upako wa Mungu uko juu, the weakness is suppressed. ya kwamba udhaifu unaweza kugandamizwa. And the person is not able to sin. Na yule mtu hawezi kuona. So you have to ensure lazima uhakikishe that you have a strong fellowship with your God. ya kwamba una ushirika mkuu na Mungu. If you want to control that weakness. Kama unataka kudhibiti udhaifu ule. And many people fell off. Na watu wengi wanaanguka because of lack of that control. Kwa sababu ya ukosefu udhibiti ule. Because the weakness submits to the anointing of God. Maana ile udhaifu unanyenyekea kwa upako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So it doesn't say that your weakness goes away when you have the anointing. Hiyo si kusema ya kwamba udhaifu wako unatoweka wakati uko na upako. But it becomes powerless. Bali inaisha nguvu. That weakness becomes powerless. Hiyo udhaifu unakuwa hauna nguvu tena. Because of the anointing of the Holy Spirit. Kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu. The anointing of God upako wa Roho Mtakatifu makes your weakness to submit. Unafanya udhaifu wako kunyenyekea. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So Samson suffered. Kwa hivyo Samsoni akataabika because of lack of control. Kwa sababu ya kukosa kudhibiti. He had a weakness on women. Alikuwa na udhaifu wa wanawake. And later on we find that the eyes were plucked off. Na tunaona ya kwamba macho yake iliweza kung'olewa. And he was put into bondage. Na aliweza kuwekwa katika utumwa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So it is always good. Kwa hivyo ni vizuri kila wakati to ensure that the anointing that you have kuhakikisha upako ulio nao lives for many years. Ambao baada ya miaka mingi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Don't allow yourself usikubali to be subdued by your weakness. Ya kwamba udhaifu wako uweze kukunyenyekesha. So stick to the covenant ya kwamba shikilia agano that the Lord has put here before you. Ambayo Mungu ameweka mbele yako. Because we have all been called. Maana umeweza kuitwa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. We are called a priesthood. Tunaitwa makuhani. A peculiar people. Watu ambao ni wa kipekee. Chosen generation. Taifa teule. Therefore ensure that you stick to the covenant of the living God. Kwa hivyo hakikisha uko kwenye agano lake Mungu. And another thing that can make you to suffer. Jambo lingine laweza fanya uweze kupatwa na taabu. Is making a hasty decision. Ni kufanya uamuzi wa haraka. Making a hasty decision. Kufanya uamuzi wa haraka. It is possible for a person to make a hasty decision. Ni rahisi sana mtu kufanya uamuzi wa haraka. When he is so excited. Wakati yeye amefurahi sana. Or even when he is hungry. Ama wakati ana njaa. When he is angry. Wakati amekasirika. However, bali it is not wise to make a hasty decision. Si vizuri kufanya uamuzi wa haraka. Jephthah made a vow to God. Ya kwamba Yeftha alifanya agano kwa Mungu. In Judges chapter 11 and verse 30. Katika Waamuzi 11 mstari wa 30. The Bible says. Biblia inasema. And Jephthah made a vow to the Lord. Kwamba Yeftha akafanya agano kwa Mungu. If you give the Ammonites into my hands. Ya kwamba ukipeana Waamori mikononi mwangu. Whatever comes out of the door of my house to meet me. Kile kitakachotokea cha kwanza kunilaki. When I return in triumph from the Ammonites. Wakati nitarejea kutoka kwa Amori. Will be the Lord's. Kitakuwa ni chako. And I will sacrifice it as a burnt offering. Nami nitakitoa kama dhabihu ya kuteketezwa. So Jephthah thought it was an animal. Yeftha alifikiria kwamba itakuwa ni mnyama. Which would come out of the door.
door. ambayo itatukia ikiwa ya kwanza mlangoni. Because he said whatever. Maana alisema chochote. He did not say whoever. Hakusema yeyote. He said whatever. Alisema chochote. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Because he lisifiwe. could not imagine Maana hangefikiria it would be a human being. angekuwa ni mwanadamu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So the lisifiwe. Bible continues to say, Kwa hivyo Biblia inaendelea na kusema, when Jephthah returned to his home in Mizpah, wakati Yeftha alirejea nyumbani kwake kutoka Mishpa, who should come out of the house to meet him? Yule But his daughter, yule wa kwanza aliyetoka kumlaki ni binti yake, dancing to the sound of tambourines. akiweza kuimba na kucheza. She was the only child. Alikuwa ni mwana wa pekee. Except for her, he had neither son nor daughter. Hakukuwa na kijana ama binti mwingine isipokuwa ni yeye. Jephthah felt pain Ya kwamba Yeftha kahisi uchungu because of the vow kwa sababu ya kiapo that he had made, which was unchangeable. ambaye alikuwa ameweka, ambaye hangebadilika. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana The lisifiwe. Bible says Biblia that inasema when he saw her, wakati alimuona he tore his clothes and cried, akararua mavazi yake akalia, "Oh, my daughter, o binti yangu, you have made me miserable and wretched, umenifanya niweze kuugua, because I have made a vow to the Lord maana nimeweka kiapo kwa Mungu that I cannot break." ambayo siwezi My kuiondoa. brother, my sister, Ndugu yangu, dada yangu, it is very hard to break a vow. You cannot change a vow. ni vigumu sana kubadilisha kiapo. A vow is not just like a normal agreement. Ya kwamba kiapo si kama makubaliano mengine. It is not possible for you to break a vow. Ni vigumu sana kuvunja agano. Jephthah had made a vow Ya kwamba Yeftha aliweza kuapa that he would offer a sacrifice, ya kwamba atatoa dhabihu, and anything that would come out of the door ya kwamba chochote kitakachotoka would be mlangoni sacrificed as a burnt offering. atakitoa kama dhabihu ya kuteketezwa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So when lisifiwe. the daughter came out, Wakati binti yake alitoka he nje, knew that there was no turning back. akajua ya kwamba hakuna kurejea nyuma. He was supposed to do it. Alipaswa tu kufanya vile. Whatever you promise the Lord, Chochote ambacho umemwahidi Mungu it is a vow, ni kiapo hicho. and it is very hard to break. It is not possible. Ni vigumu kuvunja agano lile. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. in verse 38, Katika aya yake ya the daughter 38, requested to be given 2 months binti yake akaomba ruhusa apewe miezi to go miwili and weep for her virginity. ili aende na kuomboleza kwa sababu ya ubikira And wake. the Bible continues to say Na Biblia inaendelea na kusema that after the 2 months, ya kwamba baada ya miezi she miwili returned to her father, alirejea kwa baba yake and he did to her na akafanya kwa baba yake as he had vowed, kama vile alikuwa ameapa, and she was a virgin. na yeye alikuwa ni I bikira. know there are theologians Inajua wa theolojia who says that the daughter was not sacrificed. ambao wanasema binti yake hakutolewa dhabihu, But the Bible says lakini Biblia that inasema after the 2 months, ya kwamba baada ya miezi she miwili returned to her father, aliweza kurejea kwa baba and yake he did to her as he had vowed. na akafanya kama vile alikuwa ameapa. Remember, my brother, my sister, Kumbuka ndugu yangu, dada yangu, he had vowed to give her as a burnt offering. alikuwa ameapa atamtoa kama dhabihu ya And kuteketezwa, the Bible says that he did what he had promised. na Biblia inasema alifanya kama vile alivyoahidi. Never be hasty in making a vow before the Lord. Usisite kutoa dhabihu kufanya dhabihu mbele za Bwana. Jephthah became childless Ya kwamba Yeftha alifanyika kuwa bila mtoto because of a hasty decision, kwa sababu ya kufanya uamuzi wa haraka, and he suffered for the rest of the life. na aliweza kutabika kwa miaka yake yote. In Proverbs 20:25, Katika Mithali the 20:25 Bible says it is a trap to dedicate something rashly, Biblia inasema ni mtego mtu asemapo kwa haraka, and only later to consider one's vow. na baada ya kuweka nadhiri.
So let me tell you, wacha nikwambie, there are people who make a vow, kuna watu wanafanya nadhiri, and after all has been said and done, na yote baada ya kutendeka, they retreat to their vow. wanasita kutenda Praise the name of the nadhiri yao. Lord. Jina la Bwana They lisifiwe. fail to fulfill their vow. Wanakosa kutimiza nadhiri yao. Never be excited so much to make a vow. Usifurahi sana kufanya nadhiri. There are people who vow to give something in the house of the Lord, Kuna watu wanaweka nadhiri kutoa mbele za Bwana, but let alone lakini baadaye they fail to fulfill. wanashindwa na kutimiza. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana There are people lisifiwe. who tell the Lord, Kuna watu wanamwambia Mungu if you give me a job, ya kwamba ukinipea I kazi, will never fail Yep. to give my tithe. ya kwamba sita kutoa fungu langu. But after they receive the job, Lakini baada ya kupokea kazi ile, they never fulfill their vow. hawatimizi nadhiri yao. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana People lisifiwe. say they will sacrifice Watu wanasema nitatoa dhabihu after the victory, baada ya ushindi, but let alone they fail to do so. lakini baadaye wanashindwa na kufanya I vile. know even now Ninajua hata there are sasa people who have vowed, kuna watu wameapa but after this pandemic, ya kwamba baada ya janga they hili are going to offer a sacrifice. watatoa dhabihu mbele za Bwana. May you fulfill in Jesus' name, Itimize katika jina la so Yesu, that you may not suffer. ili wewe usiweze kujaribiwa In the name of Jesus. katika jina la Is Yesu. there any vow that you made before the Lord? Je, kuna kiapo chochote umeweka mbele za Bwana? Go and fulfill in Jesus' name, Enda na utimize katika jina la and Yesu, it shall be well with you. na itakuwa heri kwako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. And another thing that may render you to suffering Jambo lingine linaweza kukuelekeza kwa majaribu is working out of your calling. ni kufanya kazi kinyume na mwito wako. God has called us into different line of duty, Mungu ametuita katika maeneo tofauti ya kazi. and that is according to His will. Hiyo ni kulingana na mapenzi He has yake. given us grace according to His purpose. Ametupea neema kulingana na neema yake. Always stick to where the Lord has called you. Wewe shikilia tu mahali Mungu amekuitia. Saul had been anointed to be a king Sauli alikuwa ameteuliwa kuwa mfalme, when Samuel was a priest and a prophet. wakati Samueli alikuwa ni nabii na pia alikuwa ni kuhani. Prophet Samuel told King Saul to go ahead in Gilgal, Nabii Samueli akamwambia Sauli aende Gilgali, where he would also go to offer a sacrifice hali ambapo pia yeye alikuwa aende kutoa dhabihu before the war with the Philistines, kabla ya vita ya Wafilisti, as was the custom with the Israelites. kama ilivyokuwa desturi ya The Waisraeli, priest had to offer the sacrifice kwamba kuhani lazima angetoa dhabihu before the army went into war. kabla ya jeshi kwenda kwenye vita. But in this case, Lakini katika tukio the hili Bible says in 1 Samuel 13, Biblia inasema katika Samueli wa kwanza 13 from verse 8, haya yake ni ya 8, that Samuel stayed for 7 days, ya kwamba Samueli akakawia kwa siku zingine 7, and the king lost patience. na mfalme akapoteza subira. He offered sacrifices instead of Samuel. Akatoa dhabihu badala wa Samueli. The Bible says he waited for 7 days, Biblia inasema alisubiri kwa siku 7, the time set by Samuel. wakati ulikuwa umetengwa na Samueli. But Samuel did not come to Gilgal, Lakini Samueli hakufika Gilgali, and Saul's men began to scatter. na watu wakaanza kutawanyika. So he said, Akasema bring me the burnt offering ya kwamba nileteni dhabihu ya and kuteketezwa the fellowship offering. na pia na sadaka na sadaka. And Saul offered up the burnt offering, Na Sauli akatoa dhabihu ya kuteketezwa. just as he had finished making the offering. Wakati tu amemaliza kutoa dhabihu, Samuel arrived, Samueli akawadia, and Saul went out to greet him. na Sauli akaondoka kwenda kumlaki. And the question that the priest asked the king, Na swali ambalo Samueli alimuuliza mfalme, what
have you done? Umetenda tendo gani hili? Because it was against the Lord's command. Maana ilikuwa ni kinyume na amri za Mungu. Samuel told him that he had acted foolishly, Ya kwamba Samueli akamwambia ametenda jambo la upuzi, but by not keeping the Lord's command. kwa kutoweka sheria ya Mungu, Because of not sticking to his calling, kwa sababu ya kutoshikilia mwito wake, King Saul lost the kingdom. ya kwamba Sauli aliweza kutupa ufalme. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So the lisifiwe. kingdom was given to somebody else Ya kwamba ufalme ulipatiwana kwa mtu who mwingine was after God's own heart. ambaye alikuwa baada ya moyo wa Praise Mungu. the name of the Lord. Jina la Bwana He lisifiwe. also made his family to suffer. Na pia aliweza kufanya familia yake kuhangaika. His son Jonathan was killed in the war. Kijana wake Yonathani aliweza kuliwa kwenye vita. And at the course of time during the war, Wakati tu vita ilikuwa inaendelea, Mephibosheth, Mefiboshethi the son of Jonathan, mwana wa Yonathani was rendered lame aliweza kufanyika kwa kiwete when he fell wakati as his alianguka, nurse was running away. wakati yaya wake alikuwa He anakimbia. suffered because of his grandfather, Alitaabika kwa sababu ya babu who did not yake stick to his calling. ambaye akusimama katika mwito Always wake. perform your duties Ni vizuri kufanya kazi yako with utmost humility kwa unyenyekevu mwingi and respect to those people who are in the higher positions. na kwa heshima kwa watu walio nafasi za juu. Don't despise the ones that God has anointed to perform certain duties. Usichukie wale ambao Mungu ameteua kufanya kazi fulani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So you lisifiwe. see, my brother, my sister, Kwa hivyo unaona ndugu yangu na dada there are yangu, things that we do in life kuna mambo tunafanya katika that maisha make us to suffer ambayo inafanya tutaabike and start asking ourselves questions. na kuanza kuuliza maisha yetu maswali. But if we knew Lakini kama tungalijua and we did the right thing na tufanye jambo ambalo ni and nzuri avoided certain issues, na tuepuke mambo we fulani, could not end up into suffering. hatutaelekea kwenye As majaribu. I conclude, Ninapotamatisha, may the Lord help you not to inflict suffering on yourself. Mungu atusaidie usiweze kujiletea majaribu. May the Lord give you wisdom, my brother, my sister. Mungu akupe hekima ndugu yangu na dada yangu, May the fellowship of the Holy Spirit be with you, na ushirika wa Roho Mtakatifu na uwe pamoja nawe, so that every time and every minute ili kila wakati na kila dakika you will discern the will of God. utaweza kutambua mapenzi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana I lisifiwe. pray that the mercies of the Lord will be upon you, Ninaomba rehema za Mungu zitakuwa juu yako, that you may be able to overcome every trial, ili uweze kushinda kila jaribu, that you may be able to overcome temptation ili uweze kushinda kila majaribu, and stick to where the Lord has called you, na ushikilie mahali ambapo Mungu to have amekuita, honesty every day, kuwa na uwazi kila wakati, to stick to the covenant of the Lord, kushikilia magano ya Mungu to kila make wakati, wise decisions kufanya uamuzi ambao ni after much mzuri consideration, baada ya kuzingatia mambo fulani, in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. May your generations be saved Na kizazi chako na kiwe salama because of the life that you are living today, kwa sababu ya maisha unayoishi siku ya in the leo, name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Oh, we Kristo. want to pray as we conclude. Nataka kuomba tunapotamatisha. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, we thank you because you are a good God. tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mzuri. It is not your will that we suffer. Sio mapenzi yako tuweze kutaabika. Your will is that we may rejoice Mapenzi yako ni ya kwamba tuweze kufurahi and have all the good things, oh God. na kuwa na mambo mazuri, ewe Bwana. But there are times that we inflict suffering on ourselves Lakini kuna wakati mwingine tunajiletea majaribu because of the things that we do. kwa sababu ya mambo tunayoyafanya. It's our prayer today Ni maombi yetu siku ya that, leo Father, you are going to help us ya kwamba Baba unaenda kutusaidia to make wise decisions. kufanya ushauri ambao ni We mzuri. say no to wrong advices. Tunasema la kwa ushauri In the mbaya name of Jesus, katika jina la help Yesu us not to Kristo. break
the covenant. Tusaidie tusiweze kuvunja nadhiri. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Help Kristo. us to fulfill our vows. Tusaidie kutimiza nadhiri zetu. In the name of Jesus. Katika jina la May Yesu you Kristo. remind us, our Father, Tukumbushe ewe Baba yetu. every vow that we have made Kila nadhiri ambayo and we tumeweka have not fulfilled. ambayo hatujaitimiza. Remind us that we may fulfill. Tukumbushe ili tuweze kutimiza. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. We pray, O King of Kings, Tunaomba mfalme wa wafalme. that you are going to help us, O Father, Ya kwamba unaenda kutusaidia ewe Baba. to stick to our calling. Kushikilia mwito wetu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Help Kristo. us to honor those that, Lord, you have raised. Tusaidie kuheshimu wale ambao umeinua. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Thank Kristo. you, Lord, because you are a mighty God. Asante Baba kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. May you help us to be honest Tusaidie kuwa watu wenye wazi and to be full of truth. na kuwa na ukweli. Because, Lord, you are truth. Maana wewe ni kweli. In the name of Jesus. Katika jina la We Yesu. say no to generational curses Tunasema la kwa laana ya kizazi. that comes as a result of dishonesty. Ambayo inatukia kama matukio ya kutokuwa na heshima. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu We Kristo. surrender to Tunajisalimisha the will of the Holy Spirit. kwa mapenzi yake Roho May you Mtakatifu. continue to lift us up, O God, Endelea kutuinua juu Mungu wetu. and to heal us, O King of glory, Kutuponya Mungu wa and to utukufu. make us victorious. Kutufanya kuwa washindi. Because there is no one like you. Maana hakuna aliye kama In wewe. Jesus' name we pray and Katika believe. jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. May the Lord bless you so much Bwana akakubariki sana as you continue unapoendelea to stick to the covenant of the Lord. kushikilia agano lake You are Mungu. more than a conqueror. Wewe ni zaidi ya mshindi. God bless you. Mungu akubariki. Amen. Amen.